Habari za wakati huu mtazamaji wa Sport Mtaa TV, natumaini bado unaendelea kufuatilia channel yako ipendwa kabisa ya michezo kutokea hapa Sport Mtaa TV. Cha kufanya ni kimoja tu, kama unaungana nasi kwa mara ya kwanza basi subscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za kimichezo kutokea Sport Mtaa TV. Na klabu ya Yanga imemtambulisha kocha msaidizi Patrick Mabedi kuwa kocha msaidizi wa klabu hiyo ya Yanga, akiungana na kocha mkuu Romain Folz pamoja na msaidizi wake Mano Rodriguez. Lakini nikukumbushe kwamba kocha huyu msaidizi aliungana na klabu ya Yanga kwa ajili ya kusaidiana na kocha mkuu Romain Folz. Aliwahi kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Malawi kuanzia mwaka 2023 hadi 2025. Alikuwa kocha. Lakini hapo Mabedi aliwahi kuwa mchezaji wa soka akipitia kwenye vilabu kama Moroka Swallows ya mwaka 2006 hadi 2008. Na timu nyingine ni timu ya Kaizer Chiefs mwaka 1998 hadi mwaka 2006. Zote za Afrika Kusini, na Bata Bureta ya Malawi ikiwa ni mwaka 1989 hadi mwaka 1999. Aliwahi kuchezea katika vilabu hivyo nilivyokutajia kutokea kule Afrika Kusini. Kocha huyu ambaye amesajiliwa hivi sasa na klabu ya Young Africans, Patrick Mabedi. La tuungane na mchambuzi kutokea pale Crown FM George Magunga akielezea namna ambavyo kuhusiana na kocha huyu, ujio wake, lakini pia namna atakavyoenda kuungana kujumuika kwa pamoja na kocha mkuu wa klabu ya Yanga Romain Folz kwa ajili ya kuhakikisha timu inaungana vizuri na kupata matokeo kwenye klabu hiyo Young Africans. Huyu hapa, tumsikilize sasa. Viongozi na makocha wanapokuwa kwenye migogoro, inawezekana migogoro chanya ikawa ni migogoro ya hoja, kwa maana ya kujenga ni kitu gani bora ama mbinu zipi bora ambazo zitaenda kuwasaidia wachezaji. Lakini kama mnapambana kuonyeshana nyie nani ni bora kati yenu, mnaweza mkawagawa wachezaji na kuwaumiza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kinachokuja kutokea ni kwamba kwenye training kunakuwa kuna mgawanyiko. Hata imani pia wachezaji na gawanyika, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wanakuwa wanamsikiliza mwalimu huyu, kuna baadhi ya wachezaji wanakuwa wanamsikiliza mwalimu huyu. Lakini turejee nyuma tuangalie nani ni boss kwenye technical bench. Tunamzungumzia Romain Folz ambaye kama yeye ndo boss kwenye ile eneo anatakiwa kuheshimiwa mpaka muda ambao ataondoka klabuni, au kama itatokea Young Africans wataamua kuachana naye. Lakini kwa sasa hivi ni mtu ambaye anatakiwa kuheshimiwa, kwa sababu inawezekana Patrick Mabedi amemzidi umri, of course amemzidi umri, amemzidi uzoefu, na inawezekana amemzidi na maarifa, lakini yeye tu kuitwa head coach pale ni status na CV tosha, kwa anatakiwa kuheshimu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini ya kwamba Romain Folz hakushirikishwa kwenye hili, na kama alishirikishwa kwenye hili na alitoa baraka zote, of course hata mimi kama navaa viatu vya husika wa kuwa mwalimu moja kwa moja, unahitaji mawazo mapya, utakiwa kuwa mbinafsi, kwa sababu Folz sio kwamba anajua kila kitu kwenye football. Unanielewa? Nimewahi kusema hapa, Jessica, unaweza kuwa ni mwalimu bora sana, lakini uwasilishaji wako wa maelekezo, mbinu na misingi ya uchezaji kwa wachezaji ikawa sio nzuri, ama hujui namna gani ya connect na wachezaji wako. So unahitaji baadhi ya watu wengine ambao tayari wamekaa na wachezaji kwa miaka mingi zaidi, wakaja kuambia bwana, kuna mchezaji ukiona anakuonyesha tabia fulani, unatakiwa uishi naye kwa namna hii. Kuna mchezaji ukiona ana tabia hii, unatakiwa uishi naye kwa namna hii, kwa sababu Folz naye bado ni kijana. Alafu nje ya mwalimu ama nje ya kocha kuna binadamu ambaye anaishi naye na hisia kama sisi pia. Kwa inawezekana mchezaji akabishana kidogo, mwalimu akatengeneza mgogoro baina yake na mchezaji. Kwa unapokuwa na watu wazoefu kama wale, kuna namna anakuambia, sikiliza Folz, huyu ni mchezaji, inawezekana amekukosea, inawezekana kuna vitu anafanya sivyo, lakini wewe kama mwalimu unatakiwa kuwa na busara zaidi kuliko mchezaji. Unaweza kufanya kitu hiki na hiki, mambo yakakaa sawa. Kwa hiyo ujio wa kocha mpya kwenye benchi la ufundi wakati mwingine, msaidizi, sio kwamba yeye ndo anaenda kubadilisha kila kitu ndani ya timu. Inawezekana anaenda kuongeza energy, anaenda kuongeza hamasa, anaenda kuongeza mawazo mapya, na anaenda kuongeza nguvu kwenye benchi la ufundi kuangalia namna gani anaweza kaisaidia timu. Matatizo ya kifamilia ndio yamemuondoa Mano Rodriguez ambaye alikuwepo, na ndio nafasi yake imechukuliwa na Patrick. Watu wanauliza kwamba matatizo ya kifamilia singeweza kuisha, pengine angechelewa kuisha. Yani unajua mamdogo, hizi taarifa za mambo ya kifamilia unajua mpaka watu wanafikia, watu wanauliza, wamewahi kushuhudia scenarios nyingi ambazo zimepitia mambo ya kifamilia, alafu mtu akienda ndo ameenda hiyo aliondoka hapa
ile mchezaji kwa Black Stars wa Brazil Bruno. Hayo. Hata makocha pia. Mtu akifika huko anachapisha tu. Tata. Nakutana naye bana, mimi nimeamua kuondoka. Kuna vitu haviko sawa. Kwa hiyo ni taarifa ambayo naamini pia wanapunguza tu ule ukali wa maneno. Natumai mmemsikiza vyema kabisa George Magunga namna ambavyo akielezea kuhusiana na ujio wa kocha huyo mpya, kocha msaidizi, lakini pia endelea kufuatilia na kukaa karibu kabisa na channel hii pendwa ya michezo ya Sport Mtaa TV kwa ajili ya kupata update mbalimbali za kimichezo. Lakini tunakugusia uchambuzi kutoka kwa wachambuzi mbalimbali kutoka hapa Tanzania, na utapata kujua maoni ya mashabiki mbalimbali, wadau wa soka wanazungumziaje kuhusiana na ujio wa kocha huyu msaidizi. Watu wakiwa wanadai kwamba amekuja kumfukuzisha kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Romain Folz, lakini kwa mantiki hiyo, je, ni sahihi? Maoni ya wadau wakizungumzia kuhusiana na ujio wa kocha huyu kuja kumfukuza mwenzia ama la? Toa maoni yako hapo, tutayasoma, lakini usisahau kusubscribe na kuwasha alama ya notification.